Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini wakati tukielekea huko katika Mashariki ya Kati, ni bunge la Iran lapitisha mswada wa kusimamisha ushirikiano na shirika la nishati ya nyuklia duniani IAEA. Bunge la Iran limepitisha mswada wa kusimamisha ushirikiano na shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomiki IAEA. Hatua iliyofuatiwa kufuatia vita kali kati ya Israel na Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hatua hiyo ambayo bado inahitaji kuidhinishwa na Baraza la Juu la Usalama la taifa hilo chini ya Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, inajiri kufuatia vita vya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran dhidi ya Israel. Iran ilituhumu IAEA kwa kuchochea vita hivyo, kwani ilitoa taarifa zisizokuwa na ukweli kuhusu masuala ya nyuklia katika taifa hilo, jambo ambalo lilikuja kuzua tafrani kati ya mataifa hayo mawili, kwa maana taifa la Israel pamoja na taifa hilo la Iran. Israel ilianzisha kuishambulia Iran mnamo Juni 13 ikisema dhamira yake ni kuizuia Tehran kuendelea na mipango yake ya nyuklia. Israel imesema mpango huo ni hatari kwa usalama wake. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran Mohammad Bakir Kalibaf amenukuliwa na vyombo vya habari vya kitaifa akisema nchi hiyo itaongeza kasi ya mpango wake wa nyuklia iliyouita wa amani kabisa. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa haina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, lakini ni Marekani na Israel ambazo zilikuja na hatua ya kuishambulia Iran katika kile walichoamini kwamba nchi hiyo inaingia katika uzalishaji wa nyuklia. Moja kati ya mambo ambayo yalikuwa na utata tangu mwaka 2015 kiasi kwamba mataifa mbalimbali ya Ulaya yakaanzisha mavuguvugu ndani ya Iran kutaka taifa hilo lisiwe taifa la kinyuklia. Hata hivyo, mwaka 2015 wakati utawala wa Barack Obama nchini Marekani, kulikuwa na mpango wa kusitisha masuala ya nyuklia nchini Iran, lakini mwaka 2018 rais wa sasa Donald Trump akiwa katika awamu yake ya kwanza alikuja kusitisha mkataba huo ambao ulikuwa unaitaka Iran isizalishe silaha za nyuklia. Hii ndio sababu wakati huu kumekuwa na mvutano mkali kati ya mataifa hayo, kwa maana Marekani na washirika wake dhidi ya Iran. Spika wa bunge la Iran amenukuliwa akisema kuwa IAEA ilikataa hata kulaani shambulizi lililofanywa kwenye vinu vya nyuklia vya Iran, na imesema kwamba IAEA kwa kiasi kikubwa, hata katika ripoti ambazo zilionyesha Israel ilikuwa na uhusiano mkubwa na IAEA, na hata katika baadhi ya taarifa ni IAEA ambayo ilizitoa kwa Marekani pamoja na Israel, na hata kufikia kufanyiwa shambulizi katika siku za hivi karibuni mnamo Juni 13, mapambano ambayo yalienda ndani ya siku 12 na hatimaye kukamilika mnamo siku ya Jumanne. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News. Tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.